Niliyesimama mbele yenu ni katibu mtendaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, mkoa wetu wa Dodoma. Sisi kama wafanyabiashara tulikuwa tuna kero nyingi mno za kikodi, za kiushuru mbalimbali. Wakati anaingia Daktari Samia Suluhu Hassan, tulikuwa na zaidi ya kero 119 za kikodi na ushuru mbalimbali. Lakini chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kero hizi zimeweza kupuputika, zimeweza kuondolewa, zimeweza kupunguzwa, na hadi sasa tunataka Watanzania wafahamu, sisi kama walipa kodi tunaofahamu hizo kero, tumebaki na kero 18 za msingi, na nyingine kama 36 ziko katika hatua ya kukamilishwa utekelezaji wake wa sheria. Idadi ya walipa kodi tuko wachache na wanaokwepa kodi ni wengi. Sasa hili jambo ni la hiari. Tunataka tuhamasishane sisi kwa sisi, tulipe kodi kwa hiari. Niwape mfano, ndugu waandishi wa habari, kwa Dodoma yetu tu hapa, ukienda eneo letu maarufu la Roe pale, watu wanauza kuku, si ndio? Wale watu walipi kodi, lakini mtu mmoja anauza mpaka kuku 50, 100 kwa siku. Kuku moja ni shilingi 22,000. Ukijumlisha mara kuku 100, huyu mtu anatoka shilingi 2,200,000 kwa siku moja, na hawa hawalipi kodi. Matamanio yetu ni kwamba sisi kwa sisi tuhamasishane ili kusiwepo mkwepaji wa kodi yoyote, na tunapoongeza namba ama graph ya walipa kodi inapoongezeka, ndipo unafua kodi pia unafanyaje, unapatikanika. Ndugu waandishi wa habari, naitwa Gilbert Chua, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dodoma. Niombe tuingize nguvu kubwa kwenye kuibua wafanyabiashara wengine hawa ambao hawalipi kodi, tuwainue na wao waanze kulipa kodi. Kwa mfano, labda tutoe elimu. Mfano, mfanyabiashara mdogo ambaye mwenye uwezo wa kuuza 20,000 kwa siku anatakiwa alipe kodi, ambaye kwa mwaka nadhani itakuwa ni kama milioni 7 na pointi, ambaye kodi yake akipata elimu ya kutosha anaweza kulipa. Kwa mfano, mwenye mauzo kuanzia milioni 7, kodi yake ni 100,000 tu kwa mwaka. Hakuna mfanyabiashara ambaye anashindwa kulipa. Lakini ukigawanya 100,000 kwa mwaka, ukigawanya kwa 12 ni 8,000 kwa mwezi. Hakuna mfanyabiashara ambaye anashindwa kulipa. Ukigawanya kwa siku 30 ni kama 260 kwa siku. Kwa niombe, nitoe wito, tuwe wazalendo wa kulipa kodi. Na nadhani wafanyabiashara wengi ambao ni wadogo hawajapata elimu ya kutosha. Wanatishika. Kwa hiyo niombe sana, niombe serikali, niombe TRA tuelekeze nguvu kubwa kwenye kwenda kuwainua wafanyabiashara wadogo, tuwape elimu ya kutosha, na baada ya hapo waanze kulipa kodi.